Mambo yanaenda vipi aisee, mpendwa mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Makala Simulizi. Aisee, ni kitambo kidogo katika simulizi zetu hapa. Hatujapata simulizi ambazo zina mambo fulani hivi. Bwana, lakini katika simulizi hii kuna mambo fulani huko. Kwa hiyo karibu sana kama unapenda simulizi ambazo zimechangamka. Karibu sana. Hii ni sehemu yako. Hapa hii ndio sehemu ya kwanza kabisa, na ninayekuletea simulizi hii bwana si mwingine ni mimi BHB wa Makala Simulizi, na nikukaribisha tu kwamba kama bado hujabonyeza alama ya neno subscribe chini ya video hii, basi ufanye hivyo haraka sana ili tuweze kuendelea na simulizi yetu. Karibu katika sehemu ya kwanza. Unajua kuna ujinga fulani hivi nikikumbuka ninachoka kwa kweli. Just imagine, ninaweza nikasema kwamba ni jambo ambalo ni la kawaida kwa wale watu ambao bado wako katika level hizo, lakini kwa upande wa mimi ninaona kama ni ujinga fulani hivi. Unajua mimi katika kusoma kwangu mimi sikusomaga shule za boarding. Kipindi ambapo mimi ninasoma O-level, primary, mimi sikusoma shule za boarding. Nyumbani kwetu palikuwa haparuhusu kwanza mimi nisome shule hizo, kwa sababu hata shule hizi za kawaida ambazo nilizokuwa nikisoma, hata hayo malipo yenyewe yalikuwa ni shida. Na sisi sasa tulisoma kipindi ambacho kulikuwa na malipo. Yaani ulikuwa unalipia ada, taaluma, sijui mlinzi, chakula, kila kitu kilikuwa kinamhusu mzazi. Tofauti sana na hawa sasa hivi ambao wanakwenda shuleni tu, anachukua daftari zake na uniform anaondoka na kwenda. Sasa kipindi hicho ambacho mimi nilipokuwa nikisoma ni kipindi ambacho tulikuwa tunalipia vitu vyote. Nyumbani kwetu kiukweli maisha hayakuwa mazuri sana. Hayakuwa maisha yani yale ambayo ninaweza nikasema ninapata kila kitu, hapana. Kila unaposikia kwamba kuna watu tumefukuzwa shule, basi na mimi nipo. Watu wakiwa wamefukuzwa shule waende wafate ada, na mimi nipo. Sijui chakula, nipo. Ni mara moja kwa bahati sana ukikuta kwamba mimi sijalipa, ni kwamba nimelipa, na kama nikiwa nimelipa mimi, basi ujue zaidi ya robo 3 ya darasa basi litakuwa limekwisha kulipa. Basi bana, mimi kwa hiyo nikawa nimesoma primary, nimesoma O-level, shule zetu tu hizo za kidumu na ufagio, nenda rudi. Sasa nilipofaulu sasa kwenda kuingia form 5, pale sasa ikawa inabidi sasa niende nikasome shule za boarding. Ni mara yangu ya kwanza kabisa sasa kwenda yani kwamba jua linazama nikiwa niko shuleni. Ilikuwa ni kipindi ambacho nashangaa kwa kweli, nashangaa sana. Nilishangaa wewe ambaye ulisoma pia shule za day alafu ukaja kwenda advance ndipo ukapelekwa eti kusoma shule za boarding, unaweza ukanielewa. Lakini kwa yule ambaye hajapitia hiyo hali hawezi akaelewa. Anaweza kaona ni mambo ya kawaida tu. Sasa shida yangu ilikuwa sio kukaa hata kidogo. Yaani shida yangu sio kukaa eti shuleni muda wote. Ilikuwa sio tatizo sana, ni jambo ambalo nililizoea kiwepesi. Na pia nililipenda kwa sababu nilikuwa napata muda mzuri wa kusoma. Sina muda wa kusema niende nikaoshe vyombo, sijui nisombelee maji, sijui nikafanya nini, hapana. Yaani hapo ni kitabu, ukimaliza kitabu labda ibada, kusoma ibada, kufua kwenyewe sasa tulikuwa turuhusiwi kuenda na nguo nyingi sana kule shuleni. Kwa hivyo hata kufua wenyewe ulikuwa uwezi ukawa na manguo kibao, hapana, ni uniform na shamba dress 2-3 za kushindia pale basi. Muda mwingi nilikuwa nikiutumia katika kusoma. Sasa nilipofika hiyo advance sasa, nje ya kusoma maisha mengine ya pale ndio ambayo yalinifanya mimi leo hii niseme ni ujinga fulani hivi. Kwanza nilianza kukutana na marafiki ambao sijafahamiana nao hata mmoja. Shule ile niliokuwa nimepangwa mimi, nilikuwa sina mtu ambaye ninatoka naye shule moja hata mmoja. Kwanza shuleni kwetu tulikuwa tunafaulu wachache.
Siku ile kipindi chetu tulikuwa tumefaulu form 4 watu 3 tu kwenda advance. Na kila mmoja alikuwa amepangwa kwenye shule yake, hakuna aliyeondoka na mwenzake. Sasa mimi nilipofika pale niko peke yangu, nikaanza kukutana na marafiki wapya sasa. Wengine ni wale ambao wao walisoma, unakuta walisoma boarding kuanzia labda O level form 1, wengine mpaka primary walikuwa wamesoma shule za boarding. So maisha ya boarding walikuwa wameyazoea na walikuwa wanajua maujanja mengi, matukio, mautundu wa hapa na pale walikuwa wanajua. Nimekutana na vidada hivi bwana, ndo sasa wanaanza kuwa mashoga zangu. Wengine tukaanza kuiba, wengine tukawa hatuivi. Kama kawaida tu, unajua mnapofika kwenye jumuiya, watu wengine unakuta mnakutana, mnapendana, mnaishi pamoja vizuri, wengine wanakuwa marafiki, wengine wanakuwa kawaida, na wengine wakati mwingine wachache sana wanakuwa maadui kabisa. Yaani unakuta hazifi kabisa. Sasa mimi nilikuwa nimepata marafiki zangu wengine pale. Hawa marafiki zangu wakubwa kama 3 hivi, wao walikuwa kwa 100% maisha yao ni yale ya boarding, kwa sababu wanakwambia since standard 1 wamesoma maisha ya boarding. They don't know about day school. Hawafahamu kabisa kuhusiana na masuala ya shule za kurudi nyumbani. Eti kila siku shule za day hawajui. Kwa hivyo wale wakawa ndio watu ambao wananifanya mimi niweze kuzoea mazingira ya kule. Kila kitu ambacho nilichokuwa nikikishangaa walikuwa wananiambia sasa unashangaa nini? Hai, ni kawaida kwa watu ambao tunasoma. Ukisoma boarding ni kawaida. Mambo kama hayo ni kawaida. Kitu ambacho kilichokuwa kinanishangaza ni kuhusiana na wenzangu jinsi ambavyo walivyokuwa wanafanya. Kwanza ilikuwa ni kwenye issues za mahusiano ya mapenzi. Hicho ndo kitu ambacho kilinishangaza pakubwa sana. Ujue mimi nimeenda advance nikiwa tayari nimeshaanza. Nakumbuka mimi nilianzwa mapema tu nikiwa form 2. Mkaka mmoja huyo, Rafael sitomsahau, alikuwa ananifundishaga hesabu huyo. Alafu siku hiyo akawa ameniita kwamba twende tukasome hesabu kule kwenye mageto yao. Mageto yao kule tulikuwa tunaendaga watu wa kike, tunaenda na wa kiume, tunaenda kama magrupu hivi. Yeye ndo anatukatia hesabu na yeye alikuwa anakaa na wenzake. Sasa siku hiyo bwana, sijui ilikuwaje. Msikilizaji, ngoja tunikupe kaka story kidogo. Sijui ilikuwaje, kumbe alikuwa ameongea na wenzake kwamba wasiwepo pale. Na mimi siku hiyo rafiki zangu ambao niliokuwa ninaenda nao kule walikuwa wako busy na vitu vingine, walikuwa sio wapenzi sana wa kusoma hesabu. Sasa mimi nikaamua kwamba niweze kwenda kule kwenye geto la kina Rafael. Bana wewe, si nikaenda. Nikamuuliza huko na kina nani kwanza, wakati naenda akaniambia kwamba niko na wenzangu. Ya kina nani? Akina Josefati, akina nani, Mapesa, Masumbuko, wote wako hapa. Sawa, basi mimi nikatoka zangu nikajipeleka bwana. Siku hiyo sitosahau. Hiyo siku ndio ambayo Rafaeli alinigeukia akawa simba mkubwa kweli kweli. Tumeanza kupiga hesabu na shangaa mkono ukaanza kupita kwa chini. Niambia vipi? Kwanza wengine wenzako wako wapi? Akaniambia wametoka ila watakuja. Wamesema kwamba wanaenda kufua. Kufua? Sasa mbona uliniambia wapo? Achana nao, kwani wakiwa hawapo ya usomi. Lakini hebu sikiliza kwanza. Nini bwana, hebu tupige hesabu bwana. Nifanye bwana ili hapa mimi niondoke. Ndio maana nilikuwa sitaki kuja nikakuuliza kwanza kama wenzako hapo. Nilijua tu nikikaa na wewe hivi tayari mambo yataanza kuwa kugeuka na sio kusoma tena. Nisikiliza nikwambie. Hakuna kitu kipya bwana. Mimi hapa nilipo nimebanwa vibaya mno. Nina uhitaji zaidi unavyoweza kufikiri. Asa wewe Rafaeli, hebu acha mambo yako. Kwa hiyo kama unahitaji, mimi ndo ni mke wako. Asa kwani mimi nimeoa? Sasa kama hujaoa, bana tufanye hesabu mimi bana niondoke. Msikilizaji, mimi nikawa ninamkazia, nikamkatalia. Mwenzako, kumbe mwenzako bana yuko serious kupitiliza. Asianze sasa kunishikia nguvu. Afu akaniambia ukipiga makelele hapa utaonekana wewe ni mpumbavu kwa sababu wewe ndio ulijileta mwenyewe. Kwa hiyo nikawa natumia nguvu zangu ili niweze kutoka.
Lakini Rafaeli alikuwa anajua sana kufanya, alikuwa anajua ni msemo gani za kumshika mwanamke ili kuhakikisha kwamba mwanamke anaishiwa na pozi. Alikuwa ananigusa maeneo yale ambayo yalikuwa ni maeneo ya hatari sana. Mara aniguse kwenye kifua, mara aniguse mbavuni, mara apeleke mkono wake, mara uende mpaka kwa bibi, mara ashike nini. Jamani, unajua hata kama ungekuwa ni wewe msikilizaji, kuna maeneo yako ambayo ukiguswa mwisho wa siku ungelainika tu. Sasa akawa ananigusa maeneo mbalimbali. Mkono wake ule akawa anaupeleka, akabahatika kupeleka kuingiza mkono wake kwenye chupito. Alipofikisha kwenye chupito, akaupenyeza na kupeleka mpaka kwa bibi. Ulipofika kwa bibi, nikasikia kabisa ui. Akaanza kucheza na kile antena changu kile. Akaanza kukichezea. Sasa ile antena jinsi ambavyo alivyokuwa anaichezea ilinifanya mimi nianze kupata raha. Kipindi hicho mimi ndio kwanza sijaanza mambo ya ajabu. Sijaanza mambo ya kiutu uzima kabisa yani. Sasa alivyocheza na antena ya nyumbani kwa bibi pale, mimi nikawa nimefurahia ile hali. Pale ndipo alinimaliza kabisa. Alianza kupata lita katika mdomo wangu. Tukapeana lita pale, huku akiwa amenilalia kwa juu. Lakini wakati huo bado mimi nilikuwa bado sijanyonyoa manyoya yangu bado. Bado nilikuwa nina manyoya yangu bado. Rafaeli bwana aliendelea kunifanyia mambo yake pale. Akaanza sasa kuninyonyoa manyoya yangu. Akatoa manyoya yangu na kuweka pembeni. Huku na kule. Hapa na pale. Mara gusa hapa achia pale. Sasa kwa sababu mimi nilikuwa bado sijaanza, ilibidi nimwambie hapana. Nilimkazia, lakini vitendo alivyokuwa ananifanyia mwisho wa siku nilishindwa. Kisu chake kilienda moja kwa moja mpaka katika kitumbua changu. Kisu kile kilikata kitumbua changu sitosahau. Jamani, nilipata maumivu makali sana. Lakini Rafaeli aling'ang'anizia pale pale mpaka akahakikisha kwamba anafika katika kilele cha mlima Kitonga. Mimi siku hiyo sikupata raha yoyote. Tulimaliza siku hiyo nikiwa jamani, hali yangu sio nzuri kabisa. Hata kusoma nilishindwa. Nikachukua tu sasa manyoya yangu pale, nikajirudishia manyoya yangu, nikaondoka pale. Nilimchukia sana siku ile kwa kweli Rafaeli. Alinifanyia kitendo ambacho nilikuwa sijakitaka kabisa. Nilikuwa natembea huku nachechemea. Nilipofika nyumbani nilijitahidi kutembea staili ambayo mama asije akagundua kwamba kuna kitu gani kimetokea. Na mama yangu alikuwa mtata kweli. Kama angegundua ni lazima angeleta vagi. Angeanzisha vagi kubwa sana na lazima tungeenda mpaka kule kwa kina Rafael. Na hapo ndo ingekuwa ni aibu yangu, aibu tena. Lakini mama lazima angetaka kulipwa. Sasa mimi nikajibana pale ili mama yangu asije akagundua nini kinaendelea. Sasa bwana siku ile ikapita. Nilikuwa nikimuonea sana aibu Rafaeli. Tarehe zikaendelea kusogea. Sasa nikawa nikitaka kwenda kwa Rafaeli, siendi mwenyewe. Ninaenda na rafiki zangu, akina Jeni, akina nani, tunaenda nao kama grupu anatufanyia hesabu. Lakini yeye mwenyewe nikimuuliza akiniambia kwamba kuna watu siendi. Mwezi kama na nusu hivi uliisha. Nilijisikia kwamba mimi mwenyewe sasa ninatamani sana niende kurudia kitendo kile. Sijui ya mambo yanafananaje bwana. Nilisikia mwili wangu sasa hapo ukiwa unasisimka, unatamani sana kitendo kile alichonifanyia aweze kukirudia. Japokuwa kuna kahofu fulani kalikuwa kanakuja nikiogopa kwamba naweza nikapata maumivu kama yale ya siku ile aliyokuwa amenikata na kisu chake. Lakini kuna kamoyo kwa sehemu kubwa sana kalikuwa kananiambia nikarudie mchezo ule. Nilibidi nirudi pale na ndipo sasa tukaendeleza ile michezo yetu mimi pamoja na Rafael. Sasa ikawa sio ishu ya kubeziana, sio ishu ya kunyang'anyana tena. Nikawa ni mimi mwenyewe kabisa nakubali na michezo inaendelea, tunaenjoy. Sasa nimeenda mpaka nikamaliza form 4 tukiwa bado mimi na Rafael ni mtu na mtu wake. Japokuwa tulipofika form 4 kabla tukimaliza tulitengana mimi na Rafael kwa sababu nilimuona akiwa ananichiti na Mariamu, nikaamua kuachana naye. Japokuwa roho iliniuma sana kwa sababu nilikuwa sina mwanaume mwingine ninayemfahamu. Sijawahi kutoka na mwanaume mwingine yeyote isipokuwa Rafael peke yake. So roho yangu iliniuma. Nilikuwa nashindwa hadi kula, hadi masomo.
Rafiki zangu tu wakanishauri, wakanishauri. Mama moja jirani akanishauri pia na yeye. Nikaanza kuachana na hayo mambo ya kumwaza Rafaeli mpaka siku zikaenda. Tukamaliza form 4, Rafaeli kivyake na mimi kivyangu. Sio kwamba nilikuwa sifanyi baada ya kuachana na Rafaeli, lakini nilikuwa nafanya mara moja sana. Sasa unajua kitu ambacho ulichokizoea, afu uambiwe sasa ndo umekiacha kabisa, inakuwa ni ngumu sana na kinakusumbua. Mwenzangu na mimi ambaye unayefahamu hii michezo bwana, ni ngumu kuamua kuiacha hasa ukiwa tayari umeshaanza. Yaani michezo ya ukubwani ni bora uwe hujaanza. Kama hujaanza unaweza ukaishi. Japokuwa unaona ni shida na hapa na pale, lakini kidogo unaweza ukaishi vizuri tu. Lakini sio kwa mtu ambaye tayari amekwisha kuanza. Yaani mtu ambaye tayari ameanza inakuwa kazi, inakuwa shida sana. Sasa nimeenda advance. Niko advance. Shule ninayosoma ni shule ya girls. Zamani ilikuwa nimepangwa shule ya girls tupu. Hakuna mwanaume labda ni mwalimu. Sasa mwalimu mwenyewe ni ndo wale unaogopa. Unaanzaje yaani mwalimu unamfanyaje mpaka akubali? Ni mpaka labda yeye mwenyewe akutake. Hakuna namna, utafanyaje? Unakaa unamuogopa. Hata ukisema umtege sijui unamtegaje na sketi zako za shule. Mazingira kwa kifupi ni magumu sana. Labda sasa uwe mwanamke ambaye uliyekubuhu, mwanafunzi uliyekubuhu kweli. Hapo ndo unaweza ukamtega mwalimu kirahisi. Sasa mimi sikuwa wa kivile, ila tu ni kwamba nilikuwa nakula chakula na shiba. Kwa hivyo na mimi homoni zangu zilikuwa zinafanya kazi kama wanawake wengine au kama binadamu wengine na viumbe vingine wote vile. Kwa hiyo nilianza kuiona shida sana ya kuishi mazingira ya kule. Kwa sababu nimekaa, alafu nikiangalia naona nina hamu kubwa sana, alafu sioni mtu wa kunifanya. Nafanyaje? Sasa nilikuja kushangaa baada ya kuona kile ambacho marafiki zangu walichokuwa wanafanya. Mwanzoni hawakuniambia kabisa. Japokuwa kuna wengine walikuwa wanapata muda, wanaruka, wanatoroka, wanaenda nje ya shule kwa kuruka ukuta, ile fence ya shule. Wanaenda kwa nje huko, wanabamizwa na wanaume wa mtaa, basi then wanarudi kwa kuruka ukuta vile. Sasa sisi wengine ni waoga. Alafu tulikuwa hatuna watu huko nje bado. Connection zetu na watu wa nje bado hazijakaa vizuri. Tunafanyaje? Wale ambao tuliokuwa tu waoga, wakiwemo wa marafiki zangu ambao wao walisomaga boarding toka. Nikashangaa tu siku hiyo wakawa wananiambia. Tulikuwa tumekaa zetu kule hostel. Tumekaa tu muda huo. Ilikuwa ni Jumapili. Jioni hivi, baada yani ni mchana jioni, kwa sababu ilikuwa ni mida ya saa 9. Wanaanza kuniuliza. Mmoja yeye akaanza. Hivi Vero? Nikamwambia ananiambia hivi. Wewe mwenzetu ni haunaga hamu au? Hamu ya nini? Unauliza hamu ya nini? Kwamba mimi nitakuwa nakuuliza hamu ya maembe au? Sijakuelewa ulivyosema hamu, yani unamaanisha kuwa na hamu ya nini? Bwana afu usijifanye mtoto mdogo ujue. Kwani ukiambiwa hamu hujui hamu ya nini? Jamani, sijajua unachomaanisha. Hamu ya kitu gani? Wewe niambie, kwani situko na haka tupo hapa, unachogopa nini bana? Unachogopa nini sasa lele? Na maanisha wewe hujisikii, yani hunaga hamu ya kulalia mhogo? Haya, hapo napo hujanielewa. Msikilizaji alipozungumza hivyo, nikaelewa kabisa huyu anachomaanisha ni kitu gani. Nikamwambia sasa unauliza kitu na kati majibu yake unayo. Sina majibu yake. Ndio maana nimekuuliza. Sasa shoga yangu, kwa hiyo mimi tuseme nikiwa na hamu. Haya,
Wewe una mhogo wa kunipa ili niulalie? Au unaniuliza ili nini? Kwa sababu wewe hapo mwenyewe ulipo una mihamu. Haya, unafanyaje? Mimi ninakuwa na hamu. Haya, unanisaidiaje sasa? Nina hamu, ndio, unanisaidiaje? Basi hapo tu ndo nilipokuwa napataka. Cha kukusaidia kwanza ninacho. Haya, unanisaidiaje? Cha kukusaidia cha kwanza nimekwambia ninacho. Wewe ujiulizi kwa nini nimekuuliza wewe Vero na sijamuuliza Miriamu, sijamuuliza Tuma, wala sijamuuliza mtu yeyote. Kwa nini nakuuliza wewe? Sijajua mwenzangu, ndio maana na mimi nakuuliza. Na nakusikiliza sasa uniambia kwa nini umeniuliza mimi na hujawauliza wengine. Nimekuuliza hivi kwa sababu ninajua wewe ni mgeni. Yaani, ninaposema ni mgeni, sio mgeni hapa shuleni, ni mgeni wa maisha ya boarding. Sasa nimeamua kukuuliza, usije ukaanza kurukia watu ukipita njiani, usije ukaanza kurukia hata walimu wakifundisha darasani kwa sababu ya genye zako. Ndio maana nimekuuliza. Wenzako tuna njia mbadala. Njia mbadala? Ndiyo. Njia mbadala ndo, yani njia mbadala ya kufanya nini? Ya mhogo. Yani mhogo una mbadala gani? Lazima upate hogo ulikalie unongewe. Sasa hogo wewe una mbadala gani? Sasa tutakuonyesha baadaye. Baadaye tutakuonyesha, subiri ifike saa 11 hivi. Ikifika saa 11, wale wa vyumba vile pale wote watakuwa wanaondoka. Tutabaki chumba hiki na hicho hapo. Hawa sisi wa chumba hiki hapa na hicho hapo tunafahamiana vizuri na tunatunziana siri. Wakishaondoka ndipo nitakapokuambia saa 11 hivi watakuwa wameondoka. Tutakuonyesha. Miri anajua na tulikuwa tumeongea ili tujue tunakusaidiaje wewe. Haya, mimi nawasikiliza tu. Na mimi nina hamu kweli kweli. Kama tunavucha tuvusheni jamani. Lakini mimi naogopa jamani, sio tukafukuzwa shule hapa. Mimi jamani, hapana. Kwanza hapana, staki. Kufukuzwa shuleni hapa, mimi nirudi nyumbani jamani, afu eti unarudi nyumbani unaambiwa kosa lako ni umeingiza wanaume huko. Hey. Tausi, hebu nikome kwanza. Nikome Tausi rafiki yangu. Nisikilize bwana. Nani kakwambia kwamba anaingiza wanaume? Wewe nimekwambia tuna mbadala na baadaye utaona. Baadaye ngoja ifike saa 11. Mbona una haraka? Au nianze kukunyonya maziwa yako sasa hivi? Uninyonye tena, hebu acha mambo yako kwanza. Nitakunyonya maziwa yako wewe. Nianyonye kwanza. Nianyonye ili huo muda ukifika uweke vizuri. Hebu acha mambo yako bana. Haya bana, mimi niko tayari hiyo sasa. Hiyo saa 11 na mimi ifike afu tuone. Msikilizaji, nilikuwa nikiongea mimi pamoja na Tausi, moja ya marafiki zangu watatu ambao ni marafiki zangu wale wa karibu zaidi. Tuliendelea kupiga stori zingine, lakini hapo kamoyo kangu kalikuwa kanaenda tu. Kalikuwa kanatamani ifike hiyo saa 11 ili nijue ni nini ambacho kitakachoendelea. Kweli bana, saa 11 watu wa vyumba vile vya kule, ukiacha chumba hiki ambacho ni jirani yetu, chumba kile kilichokuwa kinafuata na kile cha pembeni kule, walikuwa wao wanakwenda kwenye mafunzo yao ya kwaya. Walikuwa wanaimbaga kwaya huko kwenye makundi yao. Sasa sisi wengine tulikuwa tuimbi kwaya. Sisi ni kanisani na nini basi. Kwa hiyo sisi ndo tulikuwa tunabaki pale. Mmoja tu pale ndani kwenye ile chumba chetu ndo alikuwa anaimbaga kwaya. Kwa hiyo yeye ndo alikuwa anaenda. Sisi wengine tulikuwa hatuna hiyo kwaya. Ndio maana wakasema saa 11 kwa sababu wanajua hawa wengine watakuwa wameondoka. Tutakuwa sisi wenyewe tutakuwa tumebakia sisi wenyewe tu pale. Kweli bana, muda ukaenda. Ilipofika saa 11 kasoro
Ni kama nilisikia mwili wangu ukianza kusisimka zaidi. Mwili wangu ulianza kusisimka kwa sababu nilikuwa nikitamani sana kuona huo mbadala wa mhogo ni kitu gani ambacho mimi napewa. Bwana, mwanadamu bwana ni kitu kingine sana. Mwanadamu ni kitu cha ajabu. Akishakuwa na shida na kitu chake, fanya vyovyote vile, lakini ni lazima atataka hicho kitu chake akipate. Ikaenda bwana mpaka ikafika saa 11. Walitumia neno fulani hivi, mimi sikuelewa, lakini nilishangaa kila mmoja akinyanyuka na kwenda kuoga. Watu wakaenda kuoga. Wakati mimi nimekaa zangu pale, Tausi akaongea tena akaniambia, wewe nenda bana na wewe kaoge. Kwani tuliongea nini? Nikamwambia okay sawa. Mwanzoni mimi nilikuwa sijui ni kitu gani ambacho kitakachoendelea. Nilitoka zangu pale na mimi nikaenda kuoga. Tukamaliza tukarudi pale. Tumevaa kanga zetu tu. Hostel watoto wa kike pekee tu. Tuko zetu pale tumekaa. Huku na kule mimi nimetulia tu. Nikashangaa mmoja wetu akawa anafungua trunk. Kufungua trunk akatoa kitu ambacho kilinishangaza sana. Kwanza nilishangaa anatoa kipakiti cha kondom. Kinga. Nilimtazama kwa umakini Miriam. Miri hizo umezitoa wapi? Afu unatembea nazo za nini? Unajua utakuja kukamatwa nazo huku ndani wewe. Utafukuzwa shule ujue. Mimi mambo yenu mimi sitaki. Mimi sitaki bwana. Nilikaa zangu pembeni huko nikiwa namshangaa sana Miri baada ya kutoa kinga kutoka kwenye trunk lake. Nilikuwa sijajua kabisa kwamba zina kazi gani. Kwa sababu sasa zile ni za nini? Wanaume wenyewe hakuna. Kidogo nikashangaa Tausi naye akatoa karoti ndogo ndogo hivi. Imechongwa fulani hivi huku mbele. Wakaanza kuivalisha ile kinga. Wakavalisha pale. Ningembe jamani, what are you doing? Mnafanya nini? Pale wakati wanaivalisha ile. Mwanzenu unajua nilichoka. Nikawa nimekaa zangu pale. Nikashangaa Miri pamoja na Tausi wakawa wamekumbatiana. Wakaanza kuchezeana kama vile ni mtu na mpenzi wake. Wakachezeana. Baadaye walipofika muda uliokuwa unaenda, niliona Tausi akawa amebaki na ile karoti ambayo ilikuwa ameishika. Aliyokuwa imevalishwa kinga tayari. Alafu Miri akafungua wapi tena trunka. Akatoa na yeye karoti nyingine alafu akaivalisha kinga. Pale ndani nikakuta wadada wengine ambao na wao waliokuwa pale upande wa chini na wao wanafanya hivyo hivyo. Baada ya muda kidogo mlango ulikuwa umefungwa. Nikaanza kusikia nikaona wakawa wameachiana. Alafu kila mmoja akawa anajipelekea zile karoti katika maeneo ya bibi. Walikuwa wanaenjoy, wanafurahi sana. Niliangalia tukio lile. Sasa unajua mwanzoni nilipokuwa naangalia nilikuwa naona ni ushenzi. Lakini kadiri jinsi ambavyo wenzangu walivyokuwa wanaonyesha kufurahia michezo ile na jinsi ambavyo walivyokuwa wameziseti vizuri zile karoti wakiwa wamezivalisha, nilijikuta mimi mwenyewe nikiwa sasa ninatamani michezo ile. Nilianza kuvuta hisia kali sana baada ya kuona kitu ambacho walichokuwa wanakifanya. Niliona wenzangu wakifanya huku kila mmoja akiwa anaenjoy, huku akiwa wanapiga vikelele fulani hivi. Wanapiga kelele kana kwamba vile wanafanya kweli na mwanadamu. Jamani, kiukweli nilishangaa sana. Kwanza nilishangaa tukio lile. Sikuwahi kulifikirigi. Mimi nilikuwa nimezoea zangu kule nikiwa na shida. Naenda kwa kina Joni na kienda kwa kina nani. Najua tu namna ya kuwatega, tayari napata haki yangu. Lakini kule nilishangaa watu wakiwa wanachezea maeneo yao ya siri kwa kutumia karoti. Na wamezivalisha vizuri kinga. Tausi nilimusikia jinsi ambavyo walivyokuwa wanapiga kelele na nikiwa namtazama hapa kwa hapa. Anavyoipeleka ile karoti inaenda moja kwa moja inaingia ndani kabisa kana kwamba anafanya kitu cha maana.
huku akiwa anagugumia eti kwamba waliniacha hoi. Nilibaki nikiwa niko hoi kabisa, sielewi. Lakini michezo ile ilikuwa inaendelea kwenye deka la chini, kwenye kitanda cha pembeni, watu walikuwa wanafanya vile vile. Baadaye nilisikia watu wakionyesha kwamba sasa wamefika katika, kila mmoja akiwa anafika katika kilele kwa staili yake, yani kwa muda wake. Huyu alikuwa anajiongezea spidi mwenyewe, alikuwa anajikadiria, huyu alikuwa anafanya hivi, huyu alikuwa anafanya hivi. Kile chumba niliona kikiwa kimegeuka ni chumba sasa ni kama chumba cha laana pale ndani. Wakapiga piga pale wakamaliza. Niliona sasa kila mmoja akiwa ameliachia huko ndani, ile karoti iko katika kisima, huko akiwa amekaa na kuegemea katika ukuta. Yuko kitandani ameegemea ukuta, lakini ile karoti bado iko upande wa kisima, iko ndani ikiwa na kinga yake vile vile. Jamani, kwanza nilishangaa, nilizidi kupata mshangao, lakini kwa jinsi ambavyo walivyokuwa wanafanya na jinsi ambavyo walivyokuwa wanaivutia hisia, walinifanya hata mimi nitumie vidole vyangu kucheza na maeneo ya bibi, mpaka pale ambapo na mimi nilijikuta nikiwa nimefika katika kilele cha mlima Kitonga. Ilinibidi nifanye tu hivyo, sio kwa sababu nilikuwa napenda, lakini kwa jinsi ambavyo nilivyokuwa najibanabana miguu, nasogeza mikono yangu, nafanya hivi, nilijikuta nikiwa nafika kwenye kilele vile vile pale pale. Nikawa nimevunja mayai, nikavunja yai langu la kwanza, nikavunja na yai la pili pale pale. Nyinyi nilikuwa na mimi niko tepo tepo. Ndipo pale sasa Tausi akanigeukia, muda huu ana jasho, amenitazama, jicho limembadilika jekundu, ameregea, akanitazama akaniambia, hebu niambie, umenielewa nilichokuwa namaanisha? Ningeambia mimi sijakuelewa. Hujanielewa mpaka sasa hivi? Mimi sijakuelewa bana. Mwe nakudanganya, nimekuelewa bana. Lakini sasa jamani, kwani hamuumii? Kuumiaje? Hamuumii, yani kwa jinsi mlivyokuwa mnafanya. Mbona naona kama hayo hayaumizi kwani? Ushawahi kuona mtu ambaye jamani, Vero bwana, ushawahi kuona mtu ambaye anaumia alafu anapiga kelele za kupata raha? Yaani unaumia alafu unapiga kelele za kufurahia ladha. Kweli ushawahi kuona? Hapana, sijawahi kuona kwa kweli. Ndio uelewe hizi bana ndio mbinu ambazo wenyewe sisi wakulungwa wenyewe ndo tunazitumia. Hii ndo mbinu ambayo huwezi ukafukuzwa shule kwa sababu yake, lakini pia huwezi ukakamatwa, yaani huwezi kufanywa chochote. Huwezi kupata mimba wala huwezi kupata maradhi ya aina yoyote kwenye hii mbinu. Kwa hivyo sina cha kukuambia, nilikuwa tu nataka uone hakuna mtu ambaye anaweza kutoka hapa kwenda kumwambia hata mtu wa chumba cha jirani. Haya mambo ni siri ya chumba, ni siri ya chumba, yanaishiaga humo humo. Kwa hiyo Vero, nao ujiongeze bwana. Ndo kama hivyo, ukikuta uwezi tunaanzishiana kama ulivyokuwa unaona mimi na Mary. Ukishaanzishiwa baadaye unazoea. Ile hali ikishaanza tayari unazoea, unajikuta hata uteseki. Sababu jamani, kama mimi miziki nizidi, hata darasani sielewi. Yaani kuna muda nilikuwa natoka darasani, namwambia tu mwalimu, mimi tumbo linaniuma, na kuja zangu huku najifanyisha nakamilisha kila kitu, naenda zangu bafuni, naoga,
narudi zangu darasani, maana najikuta sielewi tena. Alafu pia kuna wadada wengine hapa shuleni ambao wanajua staili nzuri ya kukufanyia. Yaani wanakufanyia staili ambayo unakuwa kama uko na mwanaume kabisa. Yaani kama niko na mwanaume wanafanyaje? Yaani wale ni sijui nikuelezeje, lakini wanajua ni jinsi gani ya kumfanyisha mwanamke mwenzake mpaka mwanamke mwenzake apande kwenye kilele cha kitonga. Kwa hiyo wananiingizia kitu gani sasa? Yaani mwili wao tu unatosha, lakini usiombe akawa na mashine kama hii hapa ambayo tunayetumia. Akiwa na mashine kama hii alafu ukamkuta yuko kwenye mudi nzuri, hutomsahau na hutotamani mwanaume tena. Unasemaje wewe? Yaani mwanaume ni sita? Wewe hebu acha bwana kufananisha mwanaume na vitu vya ajabu, acha kabisa. Hata mimi mwanzoni nilikuwa nafikiriki kama wewe hivyo hivyo Vero unavyosema. Yaani nilikuwa nikifikiri kama wewe hivyo hivyo. Sasa kuna dada mmoja ambaye tulomkutaga kipindi kile, kama unakumbuka, ndo tumeingia hapa, hawa alomaliza form 6 yao. Alikuwa amekuja hapa, alikuwa anakujaga hapa, alikuwa anapigishaga sababu sisi tumemkuta. Kwani Sauda tulimkutaje? Sauda sisi tulimkuta okay, ndio. Sauda yeye alikuwa ameshamaliza, ila alikuwa anafundisha physics form 2. Ndio. Sasa yule dada alikuwa rafiki yangu, na yule ndo alianza kuniambia kuhusu hao wadada wenzetu ambao wanajua kufanya na mwanamke mwenzake vizuri tu, kama vile tu yuko na, yani unajisahau kama kuna kitu unapungukiwa hata kama wanaume wapo. Sasa Sauda yule alikuwa anafundishaga physics form 2 yule. Baada ya kumaliza form 6 hapa sasa, aliniambiaga siku hiyo, akaniambia ukikutana na mdada akiwa kwenye mudi nzuri hutotamani mwanaume. Sikumwamini kabisa, lakini akaniunganisha na dada mmoja. Huyo mdada mwenyewe anaitwa Toba, nahisi unamfahamu Toba. Ni yupi huyo? Yule dada yule ambaye anachezaga netball, yule anachezaga netball sana, na mara nyingine unamkuta kule anapenda sana pia basketball. Anapenda sana, anapenda kuvaa kipenzi chake hivi kama anadunda hivi, amepewa mshindende mkubwa, lakini mwili wake wa wastani. Okay, si yule anapenda kuvaa kile cha light blue chenye vikamba vyeupe hapa. Huyo ya ndio. Sasa Toba bana, siku hiyo akawa ameunganishwa na mimi. Kumbe alikuwa yeye anafahamiana tayari na da Sauda, akawa ameunganishwa na mimi. Si ndo nikaenda kulala kwake usiku huo wewe. Kwanza siku ile alisingizia kwamba anaumwa tumbo, kwa hivyo hakwenda prepo, na mimi nikawa nimesingizia kwamba anaumwa, lakini sikukaa kule hosteli kwetu, lakini nikaenda kwake. Nilipofika pale nikasema nimeenda kumjulia hali, nikaenda zangu mpaka ndani. Jamani, sitosahau nasema sitosahau kwa hicho kitu ambacho kilichotokea. Yaani nakwambia, toka mida ile ya 1:30 nilikuwa nikipata raha tu. Anajua kufululiza raha ile.
Yaani nilifululiziwa raha, raha, raha. Sijui nilisali uzima, sijui anafanyaje jamani. Sasa siku hiyo ukiwa kule kwake, anakuwaga na yeye hatumiaji karoti, anatumiaga tango. Analitengeneza vizuri, alafu anaanza kuchezea kuli. Jamani, uwi, unajua kuenjoy. Nilitoka pale, nilifurahi nikasema kiukweli alichokuwa ananieleza Da Sauda ni kweli. Sikuwa na uhitaji wa mwanaume yeyote. Na nilikuwa nikiona, yani sijawahi kupata raha kama raha ambayo niliyoipata nikiwa na yeye. Kabisa, sikuwahi. Yani mimi nimecheza hiyo michezo sana nikiwa olevo. Toka nianzishwe nikiwa form 2 mimi nimeendelea kucheza, lakini kilicho nikuta kwa Toba, jamani, hutaamini kama ni mdada anajua kuchezea mwili wewe. Hivi unajua siku hiyo alinitoa mimaji hiyo ya madafu zaidi ya mara 7. Zaidi ya mara 7. Toba alikuwa anafahamu ni maeneo gani ambayo aliyokuwa anajua kucheza nayo. Yaani mpaka sasa hivi unajua Toba nikimwangalia ninachoka. Toba nikimwangalia ninachoka, natamani tu. Kwa hivyo wewe hapo kama Vero utakuta kwamba huwezi yani kujiridhisha wewe mwenyewe. Unaweza nikakuonyesha watu, sio Toba tu. Wako wanawake kibao ambao wanajua kumridhisha mwanamke mwenzake. Wenyewe wanasema wakikufanyia hivyo wao wenyewe ndo wanaridhika tu. Yaani wanakufanyia hivyo na wao wenyewe wanaridhika, wala hata wana shida. Msikilizaji, Tausi aliniambia vitu vile. Nilishangaa sana. Kwa sababu mimi sijawahi kuwaza kama kuna mwanamke ambaye anaweza kumfanyia mwanamke mwenzake. Nilikuwa sijui kama kuna mwanamke anaweza akafanya vitu vya aina ile. Nyinyi, unajua watu wajifunza vitu vingi sana mabwenini huko. Kile kitendo kilinifanya mimi kwanza niape, nikasema siwezi kumpeleka mwanangu shule ya boarding. Yaani nilisema siwezi kumpeleka. Sio kipindi kile niliona ni sahihi. Lakini baadaye baada ya mimi kumaliza, nikatafakari sana, nilisema siwezi kumpeleka mwanangu shule ya boarding. Kwa sababu kama ujinga ule ndio ambao mwanangu naye atakuja kufanya. Hapana. Hapana kwa kweli. Kwa kweli hapana. Basi mimi nikamwambia Tausi bana, mimi sijui. Na sijui kwa kweli nitafanyaje. Bwana, naona kama ni vitu vya ajabu sana. Akaniambia sasa wewe nisikilize nikwambie. Kama wewe unaona ni vitu vya ajabu, utakaa hapo, utasubiri we mpaka likizo ije, ndipo ambapo utakapomaliza hizo genye zako. Mimi siwezi. Kusema ukweli mimi siwezi kusubiri. Yaani sasa hivi mimi nikikaa nikijisikia tu huyo. Nikikaa siku 2-3 narudi nakuja nafanya mwenyewe. Ndo ninavyoishi. Na nilikuwa sijakwambia mimi ndo naishi hivyo na tumezoea. Sisi tumeanza. Mimi kama mimi nimeanza niko form 2. Nimeanza kujichezea. Kwa sababu mimi usichana wangu ulitolewa nikiwa form 1. Sasa nilipokuwa niko likizo nikawa nimefanywa vile, alafu niliporudi sasa shuleni nikajikuta kwamba nateseka sana. Ndio nikakuta sasa mkakutana na dada wakubwa wako form 3, wako form 4, nikaanza kuona sasa vitu ambavyo wanavyovifanya. Ndipo na mimi nikaanzia hapo. Kwa mimi nishazoea, yani hata sio ni shida. Wewe mwenyewe Vero utakuja kuzoea. Lakini wewe dawa yako ni moja tu. Ili usijitese sana. Subiri. Kuna dada mmoja, yeye tunakaa naye hapo humu hosteli hii, ila yuko upande wa pili kule wanapopaita Changarawe. Upande wa pili kule ndo anapokaa. Naamini unamfahamu vizuri tu. Anapenda sana kupita na vibesi hapa, anaitwa Diana. Anapitaga hivi mara unakuta anagomba hivi. Si unamjua? Tausi alinieleza mwanadada ambaye na mimi nilikuwa namfahamu. Huyu dada Diana ni sister ambaye alikuwa anapenda kweli kuact kama mwanaume hivi kwenye sauti yake hivi na vile.
Sitotaja kabila lake kwa sababu mnaweza mkaanza kunifikiri kwamba naleta kebehi, lakini ndo kama hivyo. Yeye alikuwa anaitwa Diana. Nikitaja tu ukoo wake, ni moja ya koo maarufu sana hapa nchini, kwa hiyo utajua tu kwamba ni kabila gani, kwa hiyo sitomtaja. Sasa Diana bwana, nikawa naelezewa sifa zake. Hivi na vile, hivi na vile. Mwenyewe Diana anasemaga eti anapenda dogodogo. Dogodogo anamaanisha wale watu ambao bado hawajaanza, yani ndo anaanza. Nikaambia haya bwana, Tausi sawa. Nimuone sasa huyo Diana sasa aje sasa nione anafanya fanyaje. Unajua hapo tunajadili mambo ya kijinga, lakini sasa ndo maisha ya bwenini, sasa utafanyaje? Sasa usiku Tausi alienda akaongea na Diana, akamweleza kwamba bana kuna dogodogo. Dogodogo anazungumziwa nani? Mimi ndo dogodogo. Dogodogo. Diana akasema sawa. Kwa hiyo vipi? Kwa hiyo leo ndo nakuja kukaanzisha eti. Kako tayari? Akaambia ndio, wewe njoo tu. Basi baada ya prepo usiku, Diana alikuja akajifanya kwamba kuna vitu tunaongea kule kwenye chumba changu. Kule kwenye hosteli, kule kwenye chumba ambacho tunachokaa na kina Miriam. Lakini nia na madhumuni yake ni kwamba aweze kulala na mimi kwenye kitanda changu. Akaanza kuniambia sasa, sikiliza nikwambie. Usije ukaanza kupiga makelele sana hapa mpaka matroni kule na yakaja. Kwa hivyo kitu chochote utakachokisikia, ukae unabana sauti yako hivyo hivyo. Hiyo ni raha yako, ni raha yako wewe mwenyewe. Lakini usije ukathubutu hata kidogo. Yaani hiyo raha yako ni raha yako wewe peke yako. Usije ukathubutu kupiga makelele mpaka watu wakasikia huko. Hapa ndani hawana shida, lakini matron yakijua kutakuwa na kesi. Nikamwambia sawa. Nye. Mbona kina Rafaeli walikuwa ni hamna kitu? Akina Rafaeli, sijui akina Joni, akina nani hamna kitu. Jamani, niliguswa. Hakuna sehemu ya mwili wangu ambayo haikuguswa. Sio nywele, sio mashavu, sio masikio, sio shingo, sio unyayo, sio kucha. Kila sehemu ya mwili wangu iliguswa na Diana. Nilijikuta mimi mwenyewe nikitoa machozi tu. Hata sijui kwamba nilikuwa nalia nini. Lakini furaha ambayo nilikuwa nikipata ilinifanya machozi yangu yenyewe yatoke bila kuamua. Diana alinichezeshea kama dakika 45 hivi. Nilishindwa kuvumilia kwa kweli. Nilitoa sauti kubwa. Akaniziba mdomo akaniambia, wewe. Utasababisha mimi nifukuzwe shule, wewe utakuwa umesingua wewe. Kimya. Msikilizaji, nilinyamaza. Lakini kinyamaza kwangu ulikuwa hakufai kunyamaza kabisa. Vitendo alivyokuwa ananifanyia, nilikuwa ninashindwa kunyamaza moja kwa moja, nilikuwa nagugumia. Nilikuwa nagugumia kutokana na kile alichokuwa ananifanya. Ana sauti yake fulani hivi ambayo anaibadilisha inakuwa yani kama bass, yani unakuwa kama mwanaume yuko pale. Alikuwa anajua kupeleka vidole vyake kwa bibi na kuvipeleka vizuri, na jinsi ya kucheza na hicho tena jamani, huwezi kuamini kama ni mwanamke. Alikuwa ananichezea style nzuri nyingi tofauti. Sikujua ilikuwa ni saa ngapi, sikujua ni dakika ya ngapi, sijui ilikuwaje, lakini bana nilisikia kitu kikiwa kinaenda, nilisikia kata ikiwa inaingia katika kisima. Nilijiuliza ina maana huyu anakata. Lakini kwa sababu tulikuwa tumejifunika gubigubi, nilianza kupeleka mikono yangu na kupapasa, ndipo nilipogundua kwamba na yeye alikuwa na tango ambayo alikuwa anaitumia. Ile tango ndio ambayo nayo alikuwa ameivalisha kinga, alafu ikawa sasa inatembea moja kwa moja kwa bibi. Ile kata ikawa inaingia moja kwa moja katika kisima kuchota maji. Nyinyi, hiyo ni baada ya dakika zaidi ya 45. Baada ya kucheza na mimi huku nilikuwa nimeshavunja madafu kama mara 4 hivi. Yaani alikuwa ananivunjisha madafu kama mara 4 hivi, afu ndipo akaja akaanza kupeleka sasa ile kata kuipeleka huko ndani kwenye kisima. Alijua jinsi gani ya kuikoroga. Pale sasa ndipo aliponiacha hoi. Masaa 2 yalikatika tukiwa bado tuko mimi pamoja na Diana. Lakini kitu ambacho nilichokipata sijawahi kukiona kwa mahali popote pale.
Tumemaliza pale, akawa amekaa amebaki ameniangalia. Jamani, kumbe bwana shuka lilikuwa limetoka limedondoka kitambo. Yaani godoro lenyewe lilikuwa ni kama linataka kuhama. Yaani kulikuwa ni vurugu, hakuna kitu ambacho nilichokuwa ninacho, lakini muda wote huu nilikuwa sifahamu kama manyoya yangu yalikuwa yamenyonyolewa kwa kiasi kile. Karibu yote yalikuwa yamenyonyolewa. Nilikuwa sifahamu kabisa kwamba shuka ilikuwa imedondoka upande wa pili huko, wala hata sina habari. Nilikuwa nikigugumia tu kile nilichokuwa nakipata pale. Nakwambia nilikuwa nikigugumia, niliamini kwa kweli, nikasema hapana. Unajua niliingia mpaka kwa labda nilisema nilikufuru Mwenyezi Mungu. Kwa sababu nilimtazama Diana hivi nikasema hivi, kwa nini Diana hajaumbwa mwanaume? Nikamtazama nikamwambia, wewe kama wewe ungeliumbwa mwanaume, hakika ungetoka na kila mwanamke ambaye unayemtaka. Na mwanamke yoyote ambaye angekuwa ameingia angekutana na wewe, hata kama ni mke wa mtu, angemwacha mume wake. Nilimsifia Diana, akajikuta anacheka, anatabasamu. Akawa ananiambia, sikiliza dogo, maisha huku bwenini ndivyo alivyo, na sisi tunaomba kama asali kwa ajili ya wanawake. Wewe unaniona mimi sawa, ni mwanamke kama wewe, lakini mimi huwa napokea oda kutoka maeneo mbalimbali, yaani maeneo mbalimbali, ili kuweza kuwafanya wanawake waweze kufurahi. Kila sehemu kwenye tatizo kunatengenezwa na mtu ambaye hakutatua tatizo hilo. Oso wameona ni vizuri kutuweka sisi wa kike wenyewe. Sasa ndo huku na sisi tumeletwa sisi wengine wa kike, lakini wenye uwezo wa kuhudumia wanawake wenzao. Na maisha ya boarding yako hiyo, kila shule lazima iwe na watu kama sisi. Sisi ni kwa ajili ya kuwasaidia. Na sasa kuna watu wao, nikikwambia mdogo wangu, kuna rafiki yangu mmoja huyo alikuwa anafanyaga hivi kama mimi. Sasa kama amekapata ka form juka yako, ka form 1 yako, kenyewe kalianzaga mapema, sio kalianzia huko la 6 la 7 sijui. Kwa hiyo kalipoenda sekondari kana ka boarding, kakawa sasa akapati. Afule rafiki yangu, yule rafiki yangu yule ndo akawa anakafanyisha sasa. Nakwambia kwa sababu alikuwa yuko form 4, akawa anamaliza, kale katoto kamekuwa kana anamlilia, yule dogo amekuwa anamlilia kila siku. Alikuwa anatoroka hadi shule kumfuata, anakuja mpaka nyumbani kule kumfuata huyo rafiki yangu. Yaani dogo anatoroka shule anakuja. Unajua kwamba ni jinsi gani ambavyo sisi wa kike tumetengenezwa kuwafurahisha wanawake wenzetu kwa ukubwa kiasi kwamba mtu anaamua kutoroka. Amerudi mtaani huyo dogo, nakwambia hataki kabisa kuongea na huyo aliyekuwa bwana wake, sijui mshikaji wake. Hataki kabisa. Hataki kuambiwa kitu kingine chochote tofauti na kuongelewa tu kuhusu rafiki yangu huyo. Yaani basi tu ndo hivyo wanatuleta kwenye shule za kike pekee, lakini ndo hivyo kunatokea mbadala. Na wewe siku yoyote ukiwa na shida wewe niambie tu. Mimi nipo kwa ajili yako. Na sio wewe peke yako, mimi nikwambia ukweli, na wasaidiaga wanawake wengi tu. Na hii ya kwetu ni nzuri kwa sababu haina madhara yoyote yale, hamna ugonjwa, hamna nini. Ni wewe tu. Msikilizaji, nilimsikiliza Diana akiwa anazungumza na jinsi ambavyo alivyokuwa anaiweka sauti yake kama mwanaume vile. Yaani nikimsikiliza anavyoongea na nikimtazama anavyonitazama, mimi muda huo niko hoi najionea aibu tu. Naongea huku nampa sifa na yeye ananipa masifa kibao. Akamaliza pale akaniambia, sasa mimi ni muda wangu narudi hosteli kwangu, ukiwa na shida utanitafuta. Diana aliruka pale kwenye kitanda changu na kuanza kutembea. Nilibidi nimtazame tena kwamba nilikuwa niko na mtu wa kike au wa kiume. Diana alikuwa mzuri wewe. Ni mwanamke mzuri, amepewa shape nzuri, lakini huwezi kuamini mambo ambayo aliyokuwa anayafanya utahisi ni mwanaume. Akaondoka huyo, akaenda zake. Sasa alipoondoka tu, nikasikia pembeni Tausi akiwa anacheka. Anacheka. Amejifunika gubigubi. Sikutaka kumwongelesha kwa sababu nilikuwa nimechoka sana. Diana akashuka pale, kwanza kushuka akajifungua tu afu akaanza kuongea. Umepata dozi. Hii ndo hostel bana. Haya ndo maisha ya bwenini. Dozi ndo hiyo hapo. Nimesikia ile sauti iliyokuwa inatoka. Mpaka umefanya mimi mwenyewe nimejimalizia yani. Sauti iliyokuwa inatoka yani.
Ah, yani kama umebananishwa kwenye mlango hivi yani. Alizungumza rafiki yangu Tausi akiwa ananitania, eti alikuwa ananitania kuhusiana na sauti ambayo nilizokuwa nazipiga muda ule nikiwa niko ninacheza pamoja na Diana. Sikutaka kumuongelesha, nilikuwa hoi muda huo, nilikuwa natamani, yani usingizi ulikuwa unanikimbilia tu. Akashuka pale kwenye kitanda chake akaja kwangu akaniambia, wewe nenda ukaoge shogangu, usioka shindwa kuamka asubuhi. Najua ulichokipata. Nenda kwanza ukaoge. Wote pale ndani tulikuwa tunajuana upumbavu wetu. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho kilichokuwa ni cha ajabu. Diana ni kama alikuwa ameshatoka na sisi wote pale ndani ametufanya kama wake zake. Tausi akanitania tania pale, akanishika mkono akaninyanyua, nikatoka nikaenda bafuni nikaoga nikarudi. Nyinyi nililala. Asubuhi mimi kwa kweli nilishindwa kabisa hata kuamka. Mbona mimi walikuja kuniamsha huku nikawa nimejichokea. Mpaka matoni akaja pale ananiongelesha, nikamwambia tu mimi najisikia kuumwa. Upeleke hospitalini? Nikamwambia hapana. Ila najisikia tu tumbo la uzazi lile linaniuma. Nilisingizia kwamba nilikuwa ni tumbo la hedhi ndio lilikuwa linaniuma. Lakini ukweli nilikuwa mwili wangu wote unavunjika. Ulikuwa umechoka vibaya mno kutokana na ile show ambayo nilikuwa nimechezeshwa na Diana. Mwanamke mwenzangu, lakini alijua kuchezesha show, kucheza dana, kuruka, alikuwa anajua kila kitu. Basi pale wakaniacha. Mimi nikaendelea kulala. Imefika saa 4 ile. Rafiki yangu sasa Tausi pamoja na Miri wakaja pale. Wakaniuliza, vipi? Hujapata nguvu wa mke? Nikamwambia ngoja nijitutumue bana, na mimi nitachangamkia huko darasani. Nilitoka pale na kwenda kuoga. Hapo sasa wenzangu wakawa wameleta chai, tukanywa, tukamaliza pale. Vipindi vilivyokuwa vinaendelea tulienda wote darasani. Akili yangu ilikuwa imepata, yani naweza nikasema ni culture shock, yani nilipata shock fulani hivi kwamba mambo kama yale yanawezekanaje. Nilikuwa sijawahi kuona mwanamke ambaye anaweza kufanya na mwanamke mwenzake. Nilikuwa sijawahi kuona pia wanawake jinsi ambavyo wanavyojiridhisha wao wenyewe katika shule za hostel. Nilikuwa sijui hiyo michezo kama ni vitu halisi vinafanyika. Lakini kwa sehemu nyingine nilienjoy. Nilitafakari kwamba haya mambo yanawezekanaje? Kwa nini ya mambo kama haya? Sio siri, ile ilibadilika sasa ikawa ni tabia yangu. Niliishi maisha yale kuridhishana na kujiridhisha. Kuridhishana na kujiridhisha mwenyewe. Ndivyo ambavyo nilivyoishi maisha yangu pale mpaka nilipomaliza miaka yangu yote 2 pale. Sasa nilipoingia chuo ni kama nilikuwa sihitaji sana wanaume hivi. Tamaa yangu ilikuwa inatamani sana kwamba niweze kuendelea na ile michezo. Ni kweli first year mimi nilianza kujiunganisha mimi pamoja na mwanamke mwingine. Kulikuwa na dada mwingine ambaye alikuwa anapenda hiyo michezo, kuchezea wanawake sana. Kucheza na wanawake ndio vitu alikuwa anapenda. Nilijikuta nikiwa niko sasa ndani na yeye mara kwa mara. Mwaka wangu mzima ule wa kwanza sikudeti na mwanaume yeyote zaidi ya huyo dada ambaye ndo nilikuwa niko naye. Yule dada alikuwa na yeye anajua, anafahamu. Nilijua tu kwamba ni wale ambao waliokuwa wanawafanyia watu wakiwa huko mabwenini, huko kipindi wako form 5 form 6 au level, ndo hawa sasa ambao wanakuja huko chuoni, wanahangaika kutafuta, kwa sababu chuoni kila mwanamke ana uwezo wa kupata mwanaume. Lakini ndo kama hivyo kuna wale ambao tuliokuwa tumeathirika na matatizo yale ya kipindi tuko tunafanywa hayo matendo huko tukiwa mabwenini. Kama mimi nilikuwa sihitaji kabisa mwanaume. Nilikuwa najisikia radhi sana ninapokuwa ninafanya na mtu wa kike kuliko nikiwa na mwanaume. Basi bwana, tukafanya pale na yule dada mwaka mzima. Nilipoingia mwaka wa pili, siku moja kulikuwa na mkutano wa Injili. Nilitamani sana kwenda kuhudhuria. Mtumishi wa Mungu alikuwa anaombea watu sana. Baadaye akasema kwamba kama kuna tatizo ambalo linalokutesa sana, sogea mbele tuweze kukuombea. Nilisogea na kuanza kuombewa. Wakati naombewa ndipo mapepo yalipanda. Mapepo yalipanda pale. Ni bahati nilikuwa nimerekodiwa. Baadaye nilikuja kuona, nikawa ninaropoka nikiwa nasema kwamba mimi yoeti lile ni pepo ambalo lililoingia kipindi niko shule, liliniingia kupitia wanawake, kufanya yale matendo, kujiridhisha mwenyewe na kuridhishwa na wanawake wenzangu. Niliropoka sana. Baadaye ndipo nikagundua, lakini ile pepo lilikuwa limeombewa na kutoka. Kwanza siku ile sikujisikia kuwa na hamu tena kufanya mapenzi na mwanamke mwenzangu.
Mchungaji alinieleza kwamba lile lilikuwa ni pepo ambalo lililokuwa limeingia na lilikuwa linanitesa. Ilikuwa sio tabia halisi ya kwangu. Na ni kweli, mimi sikuwa na ile tabia hapo mwanzoni. Lakini ilikuwa sasa ile tabia inaniendesha kwa ukubwa sana. Nilipona lile hali. Nilianza sasa kudate na wanaume kawaida. Ile hali kila nilipokuwa nikikumbuka ilikuwa inaniumiza sana, ndipo nilipo hapa nikasema siwezi nikampeleka mwanangu shule ya boarding. Shule ya boarding kuna mambo mengi ya ajabu. Shule ya boarding kuna vitu vya ajabu sana vya hatari ambavyo vinambadilisha mwanaume. Kumbe huko ndiko ambapo wanawake wanatiwa mapepo, wanapata mapepo na mambo mengine hatari. Mimi sisemi kwa kweli kwamba kila mtu asipeleke mtoto boarding, lakini mimi sitopeleka kwangu. Usimamizi wa kumfanya mwanamke abaki kwa mwanamke na mwanaume abaki kwa mwanaume ni mgumu sana. Shule nyingi haziwezi kusimamia hayo mambo, kwa sababu kama ni watu wa jinsia moja utawasimamiaje? Wanalala pamoja, wakiamua wanafanya yao tu. Nilijua pia mimi sitofanya hivyo, lakini nashukuru Mungu alinisaidia. Sasa hivi niko salama. Nashukuru sana. Naamini kuna jambo umejifunza. Kila la heri. Bye bye.